Katika historia ya muziki, majina machache sana yana ushawishi mkubwa kama jina la Bob Marley. Alikuwa ni zaidi ya msanii. Alikuwa ni sauti ya mapinduzi, amani na haki. Kupitia muziki wake wa reggae, aliunganisha tamaduni, akapigania haki za kibinadamu na kueneza ujumbe wa mapenzi na umoja. Lakini safari yake haikuwa rahisi. Alizaliwa katika mazingira magumu, akapitia changamoto nyingi kabla ya kuwa nyota wa kimataifa. Katika video ya leo tutakwenda kuiangalia kiundani maisha ya nyota huyu wa muziki, na nitakwenda kukufahamisha mambo ambayo ulikuwa huyafahamu kuhusu Bob Marley. Karibu. Bob Marley alizaliwa tarehe 6 Februari mwaka 1945 katika kijiji kidogo kilichoitwa Nile Mile, kilichopo mjini St. Anne Parish, Jamaica. Jina alilopewa na wazazi wake lilikuwa ni Nesta Robert Marley. Alikuwa ni mtoto wa baba mzungu wa Kiingereza aitwaye Noble St. Clair Marley na mama Mjamaika mwenye asili ya Kiafrika aliyeitwa Cedella Booker. Kutokana na jina lake Nesta likaonekana kama ni jina la kike, basi jina lake la tatu la katikati likahamishwa na likawekwa mbele. Kwa hiyo baadaye alikuja kufahamika kama Robert Nesta Marley. Baba yake alikuwa ni afisa wa jeshi la Uingereza, lakini hakuwahi kuwa sehemu kubwa ya maisha ya Bob Marley. Alimuoa mama yake alipokuwa na umri wa miaka 18, lakini muda mfupi baadaye akawa mbali na familia yake. Bob Marley alikuwa akilelewa na mama yake katika kijiji cha Nile Mile, akizungukwa na maisha ya kijijini yenye changamoto. Utoto wake ulikuwa mgumu. Alikulia katika hali ya umasikini, lakini hilo halikuzuia ndoto zake. Alionyesha mapenzi makubwa katika muziki akiwa bado na umri mdogo, akipenda kusikiliza muziki ya Jamaica kama ska, rocksteady na baadaye reggae. Alipenda pia kucheza mpira wa miguu, jambo ambalo lilibaki kuwa sehemu muhimu ya maisha yake hata alipokuwa maarufu. Katika miaka ya 1950, mama yake alihamia mji mkuu wa Jamaica, Kingston, akiwa na matumaini ya kupata maisha bora. Bob alikulia katika mtaa wa Trench Town, eneo lililojulikana kwa umasikini, lakini pia ilikuwa ni eneo lenye vipaji vingi vya muziki. Ilikuwa ni huko ambako alikutana na marafiki zake Bunny Wailer na Peter Tosh, watu waliokuja kuwa sehemu kubwa ya historia yake ya muziki. Katika ujana wake, Bob Marley alihamasishwa sana na wanamuziki wa Marekani kama Ray Charles, Elvis Presley na The Drifters, lakini alitaka kuunda muziki wake wa kipekee. Mwaka 1963, akiwa na Bunny Wailer na Peter Tosh, walitengeneza bendi yao ya kwanza iliyojulikana kama The Wailers. Mwaka 1965 walitoa albamu yao ya kwanza iliyoitwa The Wailing Wailers, ambayo ilihusisha kibao maarufu Simmer Down. Wimbo huu ulipata umaarufu mkubwa nchini Jamaica na kuwafanya wawe maarufu kwenye muziki wa ska. Miaka ya 1970 ilileta mabadiliko makubwa kwa Bob Marley na The Wailers. Mwaka 1972 walipata mkataba na Island Records, lebo ya muziki ya Uingereza. Albamu yao ya Catch a Fire ilizinduliwa mwaka 1973, ikifuatiwa na Burn In, ambayo ilijumuisha nyimbo kama Get Up, Stand Up na I Shot the Sheriff, wimbo ambao ulirekodiwa upya na mwanamuziki maarufu Eric Clapton na ukawa maarufu zaidi duniani. Baada ya hapo, Peter Tosh na Bunny Wailer waliondoka kwenye bendi na Bob Marley akaendelea na jina la Bob Marley and The Wailers. Albamu ya Nat Dread iliachiwa mwaka 1974, ikimpa Bob Marley mafanikio makubwa. Nyimbo kama No Woman No Cry zikawa maarufu sana. Mwaka 1977 alitoa albamu iliyoitwa Exodus, ambayo ilimfanya kuwa nyota wa kimataifa. Hii ndio albamu iliyompa Bob Marley heshima kama mmoja wa wanamuziki wakubwa duniani. Katika uhai wake, Bob Marley alikuwa na mke mmoja, lakini hilo halikumzuia yeye kuendelea kutembea na wanawake wengine wengi nje ya ndoa yake. Mpaka sasa watoto ambao wanafahamika ni wake ni watoto 11, lakini idadi inakadiriwa kuwa zaidi ya hapo, kwa sababu mtu huyu alikuwa akitembea na wanawake wengi, hasa kile kipindi ambacho alikuwa akifanya ziara zake za muziki katika mataifa mbalimbali.
Tarehe 10 mwezi wa pili mwaka 1966, Bob Marley alifunga ndoa na mwanamama aliyeitwa Rita Anderson, na pamoja walifanikiwa kupata watoto watatu: Cedella, Ziggy na Stephen Marley. Bob Marley alikuwa na watoto 8 na wanawake 8 tofauti na mkewe Rita. Mkewe naye alikuwa na watoto watatu wa nje ya ndoa. Mmoja alikuwa amempata kabla ya kuolewa na Bob Marley na wawili walipatikana pindi wako katika ndoa yao. Inawezekana alifanya hivyo kwa kisasi tu, kwa lengo la kulipiza ule usaliti aliotendewa na mume wake. Lakini cha ajabu, Bob Marley unaambiwa alipenda sana watoto. Aliwakusanya watoto wake wote pamoja na wa mke wake na akawalea kama wa kwake. Watoto wa Bob Marley wanaofahamika kwa sasa ni Sharon Marley, Cedella Marley, Ziggy Marley, Stephen Marley, Robert Marley, Rohan Marley, Karen Marley, Stephen Marley, Julian Marley, Kimani Marley na Damian Marley. Mwaka 1977, wakati Marley akicheza mpira wa miguu, aliumia kidole cha mguu wake wa kulia. Alipoenda hospitalini, madaktari waligundua kuwa alikuwa na aina ya saratani ya ngozi iitwayo acquired lentiginous melanoma. Madaktari walimshauri akate sehemu ya kidole chake ili kuzuia kansa hiyo isisambae, lakini Marley alikataa kwa sababu za kidini. Badala yake alitibiwa kwa njia ya kawaida, lakini ugonjwa uliendelea kuenea mwilini mwake. Kufikia mwaka 1980, hali yake ilikuwa mbaya. Baada ya kujaribu matibabu nchini Ujerumani, Marley aliamua kurudi Jamaica, lakini alipofika Miami, Marekani, afya yake ilizidi kudhoofika. Alifariki dunia tarehe 11 Mei mwaka 1981 akiwa na umri wa miaka 36 tu. Kuna taarifa zinazodai kwamba Marley, namna alivyokufa na namna ugonjwa ambao ulielezewa ameupata, inaaminika kwamba alikuwa ametegeshewa kisindano fulani katika viatu ambavyo alikuwa amevivaa na afisa mmoja aliyeaminika kuwa afisa kutoka katika shirika la kijasusi la Marekani CIA. Na sababu ya kufanyiwa hivyo ni kwa sababu Bob Marley alikuwa ni mwanamuziki mkubwa mwenye ushawishi mkubwa hasa katika nchi za dunia ya tatu. Licha ya kufariki akiwa bado kijana, urithi wa Bob Marley unaendelea kuishi. Nyimbo zake zinapigwa hadi leo na ujumbe wake wa amani, mapenzi na haki za kijamii unazidi kuwa na umuhimu. Familia yake, hasa watoto wake kama Ziggy Marley na Damian Marley, wameendeleza urithi wake wa muziki. Leo hii jina la Bob Marley linaheshimika duniani kote. Kila mwaka tarehe 6 Februari, dunia huadhimisha Bob Marley Day kama ishara ya heshima kwa mchango wake katika muziki na jamii. Asante sana kwa kunisikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Tafadhali, kama umeipenda video hii na unapenda simulizi mbalimbali, hakikisha umejiunga katika chaneli hii kwa kubonyeza kitufe kilichoandikwa subscribe, like video hii na uniachie maoni yako. Asante sana na wakati mwema.